Kwa Yesu makofi siku kwa jina la Bwana. Kwa hiyo tunaongea umechoshwa na kufa. Kwa hiyo hili kipengele fulani unachukua iliyo halali yako na unaanza kufanyia kazi. Wapi nilipojua nimerejesha na gani nimestawi. Ikifika mwezi sio tunafanya ibada maalum ya shukrani na ushuhuda. Tuambie mpaka leo tumeomba, tumefundisha. Je, wapi umestawi? Haleluya. Utaona kutumisha. Umesema ni kutoa uhai wako kwa ajili ya wengine ili wapate kujua neema ya Kristo. Umesema ni kutoa uhai wako kwa ajili ya wengine ili wapate kujua neema ya Kristo. Hapa tuseme kwamba wanakwenda kutoka. Yesu alishakufa ila unatoa yale mambo yaliyo ndani yako yaliyo tayari kupambana hata mwisho ili watu waipate neema ya Kristo. Abanyana wito wakilishe Yohana 3:16 3:16 Ezo 3:16 Yohana Injili. Biblia inasema Yes. kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunaona Mungu anampenda ulimwengu, anamtoa mwanawe wa pekee, anamtoa kwa ajili yako, anamtoa kwa ajili ya kukomboa mwanadamu aliyepotea, kukomboa Mtanzania aliyepotea, kukomboa Afrika, kukomboa Ulaya, kukomboa Amerika, kukomboa dunia ya wanadamu. Anamtoa mwanawe wa pekee, Yesu Kristo. Umeshari ni sehemu ya kutoa uhai wako kwa ajili ya wengine wapate ukombozi, wapate neema ya Kristo. Hakuna jambo la maana sana na watoaji leo mzuri sana utoaji wa kimisheni ambao unasapoti maono ya mbinguni, ambao unasapoti kazi ya mbinguni ambao Mungu alianzisha mwenyewe. Makofi kwa ajili ya Bwana. Umeshari nini sasa? Na utoaji wako umeshari ni kutoa, kujitoa wewe binafsi na kupeleka habari njema ya ufalme wa Mungu kwa watu ambao hawajafikiwa, wambali na tofauti za tamaduni na kabila na mataifa. Jamani, Bwana asifiwe. Kufanya umisheni tunafanya kwa namna gani? Unajitoa wewe mwenyewe. Baba mwishi unajitoa wewe mwenyewe. Mzee Wile unajitoa wewe mwenyewe. Mzee Romanda unajitoa wewe mwenyewe. Kwenda tunakupeleka Sudani, tunakupeleka Ethiopia, tunakupeleka Canada, tunakupeleka Burundi, tunakupeleka Mozambiki. Kwenda kule umisheni ni kuvuka mipaka. Haleluya. Kwenda kwa watu ambao sio wakatana kwenu, unakutana watu ambao tofauti ya mila, tofauti tamaduni, tofauti ya maisha yao na wewe, ni kuvuka mipaka kwenda wenyewe kuwapelekea habari njema za Yesu Kristo. Ni sehemu ya sadaka ya kimisheni. Tuna sehemu kule inaitwa ya aina chini. Tuna sehemu kule kwa wasandao, wale watu hawavai nguo, wapo tu wanaongea kula mizizi, naongea nini? Ndio mazungumzo yao, lakini atukuzwe Bwana. Sasa kwa jina la Yesu Kristo, injili imefika kule, shule imejengwa na taifa la Tanzania, asante kubeli na maendeleo yamefika kule. Wanaolewa wanaopepa, wanaolewa wamempata Yesu, wanaolewa wanavaa nguo na wamekuwa wazao upendo kwa Bwana kama jina la Yesu.
mchezo hii. Ndio umeshe tunaongea kitu kingine kabisa. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mtazamaji wako mwambie sadaka ya kimisheni. Mwambie sadaka ya kimisheni. Sadaka ya kimisheni. Hawa walitoa wao. Kanisa hili la PAG bila mpango mzuri kufikia maeneo mbalimbali ya kimisheni. Lakini hilo kanisa linategemea kanisa la moyo pamoja. Linategemea section ya moyo pamoja. Linategemea jimbo fulani na ndio Mungu lipatupane. Sasa ili Mkristo uanze kurejeshewa neema na baraka. Ili Mkristo uanze kustawi afya yako. Uanze kustawi maendeleo yako. Uanze kustawi maendeleo yako. Uanze kustawi maisha yako ya kiroho. Zingatia na kuheshimu utoaji wa sadaka ya kimisheni. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Yohana 4:6. Msomaji, Yohana 4:6. Injili ya Yohana sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema, Ndio. hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Ndio. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, Ndio. akaketi vivi hivi kisimani. Ndio. Naye ilikuwa yapata saa 6. Aha. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Tunaona historia, huyu mwanamke anakwenda kuteka maji na Yesu Kristo anakwenda mahali pale, na Yesu alijua huyo mwanamke atakuja hapo. Jamani, tunaposoma historia, Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Wakati Yesu anamwambia nipe maji ninywe, mwanamke anasema wewe Myahudi unakuaje uniombe maji ninywe? Kwani wakati wa Samaria na Wayahudi hawachangamani. Jamani, nimesema misheni kulitoa sadaka wewe mwenyewe kwenda eneo ambalo halijafikiwa tena. Watu wa nia tofauti, watu wa tamaduni tofauti, watu wa kabila tofauti, kupeleka habari njema ya Yesu Kristo. Ile ni kulitoa sadaka. Yesu alitoa sadaka, anaenda kwa Wasamaria. Yeye ni Myahudi. Umsheni unavuka mipaka. Umsheni unavuka viambaza. Nikuja majina ya Yesu. Mama wa Sayuni, baba wa Sayuni, kijana wa Sayuni, jitoe kwa ajili ya kazi ya kimisheni. Amen. Jitoe kwa ajili ya kazi ya kimisheni. Na hata kama uko hapa tayari, ukisema mchungaji niko tayari na kuunganisha viongozi wa kitaifa, tunakupeleka kule Madagascar. Sisi tunakutumia tu kule. Angalau kwa posho fulani. Tunakutumia angalau kwa sadaka fulani. Wewe uko tayari kwenda Msumbiji kule. Na Msumbiji kule tayari kanisa la Seven God limeshafunguliwa. Na kuna uongozi wa kule. Yuko mtumishi wa Mungu, Askofu Bwana. Na kuunganisha naye kule ashakuja hapo kule. Anasema mimi nataka kwenda Sudan ya Kusini ama Sudan ya Kaskazini. Tunakupeleka huko. Na kanisa zuri TAG litakutia moyo. Na wanasema pia hata usahau tutakutia moyo katika jina la Yesu Kristo. Yesu anakuja sifa katika jina la Yesu Kristo. Wao misheni kwenda wao wenyewe. Tunamwona Yesu alikwenda yeye mwenyewe. Matendo ya Mitume sura ya 8 kwanza mstari wa kwanza. Sadaka ya kimisheni ni kutoa sehemu ya maisha ya uhai wako, kwa maana hapo umehatarisha maisha. Kuna mahali unaenda kwa hatari, unapeleka habari njema, ndio maana yangu pa unahatarisha maisha, unaacha miradi, unaacha kazi, lakini unasema naenda kwa ajili ya watu wanaopotea. Jambo la pili nimesema hapo ni kujitoa wewe mwenyewe kwenda
kuwapelekea watu habari njema. Unaenda unakaa unaishi na wao, unakuwa kama wao. Ukienda kule Mtwara unaanza kufanya kilimo, unaanza ulizoea kula samaki za baharini huko, kule na unakutana na wale panyabuku na unaanza kula. Nakumbuka nilipokuwa kule Bukoba na ubiri Injili, si hasa umisheni, ila niliishi maisha ya kimisheni. Tumeenda kuhubiri sehemu vijijini kabisa, tunawekewa zile ndizi za moto kabisa, zinafuka moshi, zipo kwenye yale maganda ya ndizi, yale manyasi ya ndizi yale. Hamna sahani yetu, utapewa sana kijiko, hamna kitu kama kile. Alafu ndani ya zile ndizi kuna dagaa. Wale dagaa hata wamechambuliwa, yale macho yanatazama namna hiyo. Alafu ndio dagaa mama pale kwenye yale maganda ya ndizi. Alafu mnakula mzunguko. Wewe kama unaogopa kuumwa utatoka na njaa. Mwenye kasi ndiye atakupata kushiba pale. Ama mtu anasema mtu mwingine. Na moja ya mila ya tamaduni za kule Kagera, saa ya kula hakuna kuongea. Hiyo nilipenda sana. Kila mmoja anakuwa amekula ameinama namna hiyo. Kama mtu anamsemesha mtu mwingine, na kila mmoja anazoelea lile eneo ndizi mmoja mlima. Kwa hiyo ni kama vile unaona kile kijiko cha barabara kinapatua mlima kupata kusawazisha ili watengeze daraja ama kuvusha watu. Kwa hiyo yaani wote mngome wa Mungu unashusha leo mmoja unapiga sasa niseme si hasa ilikuwa umesheni kama aina ya umesheni, kwa sababu mazingira yale mimi nilikuwa si ya juu. Ndio naenda kufanya huduma ya nchi ndani kabisa vijijini kule. Chai kule unapewa kuna zile kahawa hizo zimekaushwa, alafu ndio unatafuna asubuhi. Ni ngumu hatari. Yaani kama una ugonjwa wa meno yanapona pale pale. Bado unatafuna mpaka fizi zisikie zinauma. Ukishamaliza unapewa miogo. Huku miogo unachemsha. Kule miogo unapewa miogo mibichi. Yaani kwa maana mibichi inamwagiliwa chumvi. Ndio unapewa asubuhi, ndio kitafunio. Alafu na kahawa kavu, haina chai. Hayo ni mambo ya Kagera, sema amen. Lakini kwa sababu ya Injili tunaishi miaka saba, tunaishi hawajajua na kiunga cha kiaya. Kwa sababu ndio watu ambao nakaa nao, naishi nao, na wameo njema ya Kristo. Hilo umesheni ni kujitoa, sema amen. Sema amen. Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa kwanza na kuendelea. Matendo ya Mitume sura ile ya 8 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Ndio anasema siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Wayahudi na Samaria isipokuwa hao mitume. Endelea. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akajaribu kanisa, akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake, na kuwatupa gerezani. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko, wakalihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi, waliopagawa nao wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Tunaona hao mitume walipewa jukumu la kufanya shughuli ya kumsheni ya wale wanaohubiri. Ndio lengo la Mungu. Kristo Yesu alikuja kuwafikia watu duniani kote, sio Tanzania peke yake, sio Afrika peke yake, sio Ulaya peke yake, sio Amerika peke yake, sio Asia peke yake. Hii duniani kote hawakaa kama tumekaa, wapumzika, wanakuwa hawako tayari kufanya
akainuka Sauli akaanza kuwakumbuka, piga viboko, piga viboko. Ndio ndio Mungu aliruhusu mwenyewe, kwa sababu alikuwa amekaa wameongea katika mpango wa Mungu ambao Mungu alitaka. Jamani, amina. Piga viboko. Wanatoka Stefano wakamzika, wengine wanasema tunatetea moja kwa njia hii kama nakwenda Zanzibar, wengine njia hii kama nakwenda Salama, wengine njia hii kama nakwenda Tanga, wengine njia hii kama nakwenda Arusha, na eneo mbalimbali nimeletewa wakasambaa. Na hiyo ndio ilikuwa lengo la Mungu, wanasambaa ili njia wafikie watu wengine. Nimesema huyo walikuwa wakienda na uwezo wa Bwana, zile nguvu za Bwana, ile na uwezo wa Bwana imetoka pamoja na wao, nimewatembea, mizimu walifikia, ile pepo toka walitoka. Jamani, Bwana